Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wana Yanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wana Yanga walikuwa wakitumia. Lakini pasina kusahau wana Yanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tuko kwenye tafakuri, na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wana Yanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya klabu hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa klabu, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa finali wa CRB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Mnaposikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo tutujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRB. Tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Unaona kama utani, ngamia ataanguka kesho hapa inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya. Alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie tukauchukue na ubingwa mwingine kule Zanzibar. Kwa nukta hiyo, niwakaribishe sasa wanachama asubuhi na mapema saa 1 tuwe hapa. Leo ni Jumaa kesho. Hapa mapema tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mnaisikia, tuje tunywe supu ya ngamia jamani. Ngamia na utamu wake. Tuje tunywe supu ya ngamia kesho hapa makao makuu ya klabu. Leo waandishi ambao mtapata nafasi, tutaongozana na nyie mkashuhudie ngamia wetu na maandalizi yake ya kuchinjwa. Ngamia achinjwi tu hivi kama wanataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake. Hivyo dua kidogo mpaka akae chini ndio kisu kiingie. Kwa hiyo mtakapokuwa nafasi tutawapeleka. Sisi mkasema nyama hii tutawapeleka na nyie mkashuhudie nyama akianguka kwa ajili ya wana Yanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga ndugu zangu liko hivi. Yaani jambo la supu na Yanga ni hivi. Kwa sababu supu asili yake ni mkono. Alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywa makao makuu. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa kesho
kunayo supu ya ngamia hapa makao makuu. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wapo kwenye msongo wa mawazo, wanapitia mazito kwelikweli, hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya, yaani hawajui ni 2 au ni 22. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu, kitaalamu ngamia anatibu maradhi yao ya ini. Kama unasumusumu mwilini hivi, ngamia supu yake inatibu hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi, pia kesho tunaomba makao makuu, jamani, muwaambie tunaomba waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile walishakujaga, na hii ya ngamia tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja, tufurahike nao. Baada ya kukamilisha ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Maana sasa tumekuwa tunafuatafuatwa sana sasa. Watu wamekuwa wakitegea hizi pesi zangu hizi. Mtu anatega kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Kasema saa ngapi? Saa 6. Sasa wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar. Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali. Sasa basi tuje kwenye lengo maalum la masimami. Tuanze. Mwanzo ilikuwa taarifa, na hapa za taratibu wa supu kesho ya ngamia, alafu na utaratibu wa timu itakayosafiri na shukrani mbalimbali. Sasa basi ndugu zangu waandishi wa habari, toka jana usiku mpaka leo asubuhi kanazia ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Maana sasa tumekuwa tunafuatafuatwa sana sasa. Watu wamekuwa wakitegea hizi pesi zangu hizi. Mtu anatega kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Kasema saa ngapi? Saa 6. Sasa wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar. Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali. Sasa basi tuje kwenye lengo maalum la masimami. Tuanze. Mwanzo ilikuwa taarifa, na hapa za taratibu wa supu kesho ya ngamia, alafu na utaratibu wa timu itakayosafiri na shukrani mbalimbali. Sasa basi ndugu zangu waandishi wa habari, toka jana usiku mpaka leo asubuhi